It is in 2 Chronicles, tutasomea 16 verses 12 na uluke uende 17. Usome 1 to 12 na uluke 8 kwa sababu 8 ni majina. It is no message. So you start with the 16 verses 12. Pray till the ancestor occurs. Mambo kati Second Chronicles 16 verse 12. Nitasoma kwa Kiingereza, Kiswahili nimekataa kufungua, so wacha nifungue Kiingereza. Excuse, naweza kupea yangu kwa wamama ambao hawajui. Use this one. Biblia inasema hivi: ndipo Asa akatoa fedha na dhahabu katika hazina za nyumba ya Bwana na nyumba ya mfalme, akampelekea Ben-Hadadi mfalme wa Sham aliyekaa Dameski. 16 verses 12. Second Chronicles. Mstari wa 12, Mambo ya Nyakati wa Pili kifungu cha 16 mstari wa 12. Akashikwa Asa na ugonjwa wa miguu katika mwaka wa 39 na kumiliki kwake. Ugonjwa wake ukazidi sana, lakini hakumtafuta Bwana katika ugonjwa wake, bali waganga. Mstari wa 13. Asa akalala na baba. Nenda 17 verses 1 to 12. Alafu uluke 8. 17. Chapter 17 verses 1 to 12. Alafu uluke verses 8. Na Yehoshafati mwanawe akatawala mahali pake, akajitia nguvu juu ya Israeli. Akaweka jeshi katika miji yote yenye maboma ya Yuda, akatia na askari walinzi katika nchi ya Yuda na katika miji ya Efraimu aliyoitwaa Asa babaye. Naye Bwana alikuwa pamoja na Yehoshafati, kwa kuwa alikwenda katika njia ya kwanza za Daudi babaye, asiyatafute mabahali, lakini alimtafuta Mungu wa baba yake, akaenda katika amri zake, wala si katika matendo ya Israeli. Kwa hiyo Bwana akaudhibitisha ufalme mkononi mwake. Yehoshafati akaletewa zawadi na Yuda wote, basi akawa na mali na heshima tele. Mstari wa 6. Akainuliwa moyo wake katika njia za Bwana, na zaidi ya hayo akapaondoa pahali pa juu na maashera katika Yuda. Verse 7. Tena katika mwaka wa 3 wa kutawala kwake, akawatuma wakuu wake, yani Ben-Haili na Obadia na Zekaria na Danieli na Mikaya, ili kuwafundisha mijini mwa Yuda. Verse 9. Wakawafundisha katika Yuda kwenye kitabu cha Torati ya Bwana, wakazunguka katika miji yote ya Yuda wakifundisha kati ya watu. Verse 10. Hofu ya Bwana ikaziangukia falme za nchi zote zilizozunguka Yuda, wasipigane vita na Yehoshafati. Verse 11. Na baadhi ya Wafilisti walimletea Yehoshafati zawadi za fedha ya kodi. Waarabu nao wakamletea makundi ya kondoo waume 7,700 na mambeberu 7,700.
mstari wa 12. Ukuu wake Yehoshafati ukazidi sana, akajenga katika Yuda ngome na miji ya hazina. Tuamini kwamba Bwana ni asante udhari sio wa vita. Bwana wa Bwana, hakuna mwingine kama Bwana. Bwana, niko mbele yako katika madhabahu kwa ajili ya kunena wasia wako Bwana. Naomba neema lako ileta utakazo na tofauti ukadhirishe siku ya leo. Nikanena mawasia wako ikaleta ukombozi. Nikanena mawasia wako ikaleta uponyaji. Asante ninadhani kwa sababu utaenda kutiisha na utaenda kuonekana siku ya leo. I thank you, my dear Jesus, for the mighty care and the earlier blessing. Lord, I thank you for purposing Jesus Christ. Lord Jesus, we breaking the ancestral curses. Lord Jesus, we andiko nasema kwamba ukisoma Mfalme Asa ambao ni babake Josaphat, maandiko nasema kwamba alianza kwa kutii na kuabudu Mungu. Bwana asifiwe. Na katika jinsi ya kuabudu Mungu ikafikia wakati akaona kama zile nguvu za kuleta baraka ni zake, na ikafikia wakati akaacha kutii Mungu na akaanza kutii binadamu. Maandiko nasema kwamba ikawa badala ya kutegemea Mungu kupigana vita, alikuwa anategemea mfalme wa Syria. Bwana asifiwe. Na hapo nguvu za Mungu zikamuondokea. Bwana asifiwe. Na akakuwa ana ulinzi wa mbingu, akakuwa katika hali ya shida. Maandiko nasema kwamba na akapatwa na kidonda katika mguu wake, na ikakuwa lazima aende katika mapishi ya uganga ndio apate uponyaji kuliko kwenda kwa Mungu. Bwana asifiwe. Bila kuelewa kwamba mganga ni binadamu, ako tofauti na Mungu. Bwana asifiwe. God has the final say, lakini mganga ana final say. Bwana asifiwe. Maandiko nasema kwamba na akatumia utajiri wote wa hiyo nchi ya Israeli. Bwana asifiwe. Na hakuna mtu alikuwa na kitu, kwa sababu maandiko yanasema kwamba hakukuonekana mtu akileta zawadi kwa mfalme Asa, kwa sababu kila mtu alikuwa maskini. Bwana asifiwe. Because of the ancestral curses. Bwana asifiwe. Ameamua kutenda kinyume na Mungu. Bwana asifiwe. Na ndipo watu wanaambiwa kwamba mwefuke mambo ya dunia, mambo ya ushirikina mwefuke, kwa sababu haileti baraka, inaleta laana. Bwana asifiwe. Maandiko yanasema kwamba na ikafikia wakati akagonjeka na akaendelea na matibabu ya kwa mganga, lakini ikafikia wakati wa mwisho na ikafikia wakati akapumzika. Bwana asifiwe. Maandiko yanasema kwamba na Josaphat mtoto wake akachukua nafasi ya ufalme. Maandiko yanasema kwamba hakufuata mienendo ya baba wake Asa. Maandiko yanasema kwamba alifuata mienendo ya baba yake David. Bwana asifiwe. Ukisoma Good News inasema ya kwamba alifuata mienendo ya Asa, ile ilikuwa ya kwanza. Good News ndio inasema hivyo, lakini King James ndio inaongea mzuri, inasema kwamba na akafuata mienendo ya babake ambao ni David. Bwana asifiwe. Maandiko yanasema kwamba baada ya Josaphat kuingia katika hatimu ya uongozi, alichukua nafasi ya kuweka ufalme sawa sawa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kama ni mambo ya bota, akaweka wanajeshi, kila kambi ikakuwa na jeshi, yani akapanga kila kitu kakuwa sawa, ingawa hakuwa na pesa. Bwana asifiwe. Na baada ya hapo maandiko yanasema kwamba akamjengea Bwana madhabahu. Bwana asifiwe. Na baada ya kumjengea Bwana madhabahu akatoa sadaka. Bwana asifiwe. Na baada ya kutoa sadaka, maandiko yanasema kwamba na watu wa Israeli wakaanza kumletea zawadi ambazo hazikuwa zikaanza kuonekana. Bwana asifiwe. Wakati ambapo hawakuwa wamepita the ancestral curses, there was no blessing. Walikuwa nakaa maisha ya shida, walikuwa nakaa maisha ya kung'ang'ana, hakuna mtu alikuwa na chochote. Lakini maandiko yanasema kwamba Josaphat akaelewa kwamba ni vizuri sana kukaa katika nafasi ya Mungu, kwa sababu wakati babangu, wakati wa kwanza ambapo alikuwa anamtambua Mungu, anamwabudu Mungu na anatolea sadaka, hatukuwa tunakaa kwa shida, hatukuwa tunakaa kwa njaa, lakini kulikuwa na chakula tele. Bwana asifiwe. Kwa hivyo siku leo na kuelimisha na kuelewa kwamba yale maisha ambayo unakaa ya shida sio kwa kupenda kwako. Kuna jambo inafaa uchukue hatua ufanye, ndipo upate mabadiliko.
umetiwa mafuta lakini kuna shida, kwa sababu kuna mahali ambapo anjavuta wanasisiwe. Kuna urafiki ambao hauleti baraka wanasisiwe, kwa sababu serious they are not your friends, they are your enemies. Hauna uhusiano na maadui zako wanasisiwe. Kwa hivyo haipasi kamwe ukae na maadui zako wanasisiwe. Unafaa uwahubiria ukweli ndiposa wapate wokovu wanasisiwe. Maandiko yanasema kwamba na baada ya wananchi kuwa wanaleta baraka, Josphat moyo wake ukafurahia na akatuma watumishi waweze kueneza injili wanasisiwe. Na baada ya kueneza injili, maandiko yanasema kwamba na maadui zake wakaanza kuwa katika hali ya kuhofia, yaani wakaanza kusikia, yaani wakaanza kuogopa wanasikia. Because when you preach the presence of God, the enemies they must have fear wanasikia. Kwa sababu wakati uwepo wa Mungu uko ndani yako, maadui lazima watetemeke wanasikia. Na maandiko yanasema kwamba kukawa hakuna vita wanasikia. Hakuna vita, lakini kulikuwa na vita mpaka Asa akakuwa rafiki na Asiria, kwa sababu Asiria walikuwa na farasi nyingi na walikuwa na wanajeshi wengi wanasikia. Vita za Mungu sio za mwili na nyama, ni za kiroho wanasikia. Hakuelewa siri. Josphat alielewa siri. Siri ni madhabahu, kujiunganisha na madhabahu. Is the time you will be able to break the ancestral curses. Wanasikia? Nikinena hivyo niko na ushuhuda. Kuna pastor tunapanga na yeye kasini. Na yule pastor he cannot tithe in the church. Why? Kwa sababu ako na loan kubwa kwa bank, na kila wakati akipata salary anaweka hazina nyingine ndio apewe loan. Wanasikia? Apate pesa ya kukula na kukunywa. Wanasikia? Na mahali napafanya kazi kukapatikana nafasi. Alafu yeye mwenyewe ndio alikuwa anahitajika. Nikaenda nikamwelezea ile nafasi iko mahali ambapo utakuwa unafanya kazi, haitakuwa inasimama. Na akadanganya na mwenzake ambao alikuwa amemsimamia, akamwambia kwamba yule lesini operator. Na ile mashine alikuwa inaendezwa na watu 6. Nikaenda kwa HR. Juu kampuni yetu imekuwa iko divided. Iko ndani mahali pamoja lakini ni divided kampuni. Nikaenda kwa HR yao, nikaongea na yeye, akamuita, akamzia, akakataa. Lakini baadaye nikaelewa kwamba kuna kitu inaitwa ancestral curses. Wanasikia? Paka mtoto wake tukikaa akaanguka kwa ghorofa ya 4. Hapa pipeline. Lakini aliangukia mitungi na hakuvunjika. Neema ya Mungu. Lakini akachukua loan kwa Shilo ya 5,000. Imepita miaka around 4, lakini ndio ile pele loan na bado imezaa pesa mingi sana. Na juzi akalazwa kwa hospitali juu ya depression. Wanaweza sikia? Na nikawa nikiongea na yeye nikapata ya kwamba kuna mizingi inamfuata ya kifamilia. Wanaweza sikia? What we call ancestral curses. Wanaweza sikia? Kwa hivyo napata kuna mtu ambao ameoleka, kupata mtoto ni shida. Kuna mtu amepata kazi, promotion ni shida. Kuna mtu ambao wanasoma lakini hawapati kazi. Wako na masomo hawapati kazi. Kuna wanawake ni walembo lakini hawaoleki. Na unauliza shida iko wapi? Wanga natoa fungu la 10, natoa sadaka, ni mambo gani? Hata Asa alikuwa anatoa. Lakini alikuwa anatoa katika nafasi haifai, na alikuwa anatoa kwa the fashion ambao sio wa Mungu. Bwana siwe. Lakini maandiko yanasema kwamba na mtoto wake ambao ni Josphat akaangalia yale maisha ya kwanza wakati babangu hakuwa amejiunganisha na Asiria, ambapo hakuwa amejiunganisha na waganga. Yale maisha tulikuwa tunakaa. Akaona yale maisha iko na utofauti, na akaamua kukataa maisha ya babake, na akaamua kukataa maisha ya kukaa katika ushirikina, na akaamua kukaa maisha ya babake ambao ni David. Wanaweza tumie. Na maandiko yanasema kwamba alipofanya uamuzi
mambo ikaanza kubadilika kidogo kwa kidogo. Watu wao wakaanza kuleta zawadi, na maandiko yanasema kwamba na ikaenea mpaka majirani wakaanza kuleta zawadi. Na maandiko yanasema, ukisoma 12 inasema kwamba na akajenga magara, kwa sababu zawadi zilikuwa zinakuja kwa wingi na hakuna mali ingewekwa. Bwana Yesu, I think is the thing for this year. Bwana Yesu, ambao utapata ambao iko na kiwango la kuzidi. Bwana Yesu. Kwa hiyo siku leo naleta neno ufukua kwamba kuna nafasi yako umbreak the ancestral curses ambazo zinakufuata. Hata kama umeokoka, inaweza kuwa kuna mizizi inakufuata. Nimekupea example na yule pastor tunapata kazi na yeye. Ukienda hapa kwa lady asubuhi, anakuaga hapo watu 2 na majioni ako hapo watu 2. Lakini yule pastor ako kwa shinga. Nikajaribu kumuelekezea, lakini bado alikuwa amefungwa. Bwana Yesu. Kwa hivyo inafaa ufunguliwe. Bwana Yesu. Ndiposa uone vyema. Bwana Yesu. Maandiko yanasema kwamba na Jehoshafati akaendelea kuwa mwaminifu na mtiifu kwa Mungu. Bwana Yesu. Kwa ajili ya kutoa na kuabudu. Bwana Yesu. Na maandiko yanasema kwamba na maadui zake wakapatwa na uoga. Bwana Yesu. Na wakasema kwamba sasa hakuna vita. Bwana Yesu. Ambapo iko ni urafiki. Bwana Yesu. Mimi nakwambia kwamba kuna magonjwa imeingia ndani yako ambao umejaribu dawa ikashindikana. Bwana Yesu. Maadui wameiba furaha ndani yako wakaweka magonjwa. Bwana Yesu. Siku leo kuna neno la ukombozi. Bwana Yesu. Maandiko yanasema kwamba maadui wakaanza kuleta zawadi. Zile vitu walikuwa wanapigana vita wanaimba, wakaanza kurudisha wakiongezea zingine ndani. Bwana Yesu. Na maandiko yanasema kwamba ukisoma the Chronicles, 2 Chronicles chapter 20 verses 21 and to 23, inasema kwamba na maadui wakainukia Jehoshafati wampige vita. Bwana Yesu. Na Mungu akamwambia kwamba vita zangu sio za mwili na nyama. Bwana Yesu. Bali za kiroho. Bwana Yesu. Akamwambia kwamba andao wana sifa. Bwana Yesu. Watangulie jeshi lako. Bwana Yesu. Na wakaendelea kusifu Mungu. Bwana Yesu. Wakaendelea kumwabudu Mungu. Bwana Yesu. Na maandiko yanasema na maadui wakambadilishana wao kwa wao, wakaanza kupigana vita na wakauana. Bwana Yesu. Bila kutumia mshale, maombi tu inaweza. Bwana Yesu. Kwa siku leo kuna jambo ambalo imekuwa ni kikwazo kwako. Si kwa ajili ya waganga na wachawi wakusaidie, si kwa ajili wa asili wakusaidie, ni kwa ajili ya maombi. Bwana Yesu. It's only through the prayer you will change your life. Bwana Yesu. You cannot break the ancestral curses by going to the witches, by going to the diviners. You cannot change your life. Bwana Yesu. You can change your life through Jesus Christ. Kupitia kumwabudu. Bwana Yesu. Kwa hivyo Jehoshafati maisha yake hakutumia silaha za asilia ambazo baba alikuwa anategemea. Alitumia silaha za mbinguni ambazo ni maombi. Bwana Yesu. Kwa hivyo siku leo shida iliyo ndani ya familia haitaji waganga, haitaji ushirikina. It needs Jesus. It needs you to take a step of faith in worship. Ndio maandiko yanasema kwamba katika mahali palipo na sifa za Mungu hakuna mambo ya kushindwa na shetani. Hata maandiko yanasema the assignment of the heaven ni kusifu. Kuta zengeliko zinaanguka ni sifa. Bwana Yesu. Ndio nimesema kwamba the praises and worship have to be sensitive. It's a means that is a very precious for the church, and the devil is there to use it. Bwana Yesu. To bring destruction. Bwana Yesu. Kwa hivyo maandiko yanasema kwamba Joseph hakukaa katika hali ya babake. Bwana Yesu. Alikaa katika mapenzi ya Mungu ya kuabudu na kutoa sadaka na kujiunganisha na madhabahu. Na maandiko yanasema kwamba Jehoshafati hakukaa kwa shida. Jehoshafati hakutafuta mali. Mali ndio alimtafuta, kwa sababu ukitafuta Mungu, chochote ambacho kitabaraka lazima kinakuwa kinakutafuta. Haijalishi ni maadui, there will be someone to bring blessing. Bwana Yesu. Kwa hivyo chochote shetani
kupitia maombi ataamrishwa alete, kwa sababu hakuna bila tena za ugonjwa ndani ya mwili wako kama utakuwa mtiifu na mkamilifu katika kutoa na kuabudu Mungu katika roho na kweli. Hakuna shida inakufuata, bali baraka inaweza kufuata. Maandiko yanasema kwamba akapata mali ambao hata maghala ikajaa, akaendelea kujenga. Ukiwa ndani ya Mungu kuna kujumulika. Oh Jesus. Kwa hivyo maisha ya shida haiko kama utakaa na mapenzi ya Mungu. Maandiko yanasema kwamba maisha ya babake ya kwanza ilikuwa ya furaha na kupendeza, ilikuwa na baraka, lakini ikafikia wakati babake akajibika kifua, akaona kama yeye mwenyewe ndio anaamrisha baraka, na akajiunga na mfalme Syria kwa sababu ako na jeshi kubwa. Bwana asifiwe. We don't worship by the heights, we worship by the spiritual heights, ambazo Gehazi anaogopa akiona waskari wa dunia, lakini Elisha anamguza macho, anafunguka, anaona jeshi la mbinguni. Bwana asifiwe. Kuna mambo huwezi kuona na macho ya mwili. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuna maisha unakaa ambapo wewe mwenyewe umejipimia kiwango. Bwana asifiwe. Unapaswa kubadilisha the lifestyle, ukae mambo ya kiroho, uelewa kwamba vitu za baraka na za mbingu asikamilishi na Syria, zinaamrishwa kupitia maombi, zinaamrishwa kupitia kujiunganisha na madhabahu. Maandiko yanasema kwamba alipojiunganisha na madhabahu ya Mungu, akachukua hatua ya kuharibu madhabahu ya Baali. Ile shida iko kubwa sana, ni wakati mtu ameokoka akaona ile msimu wa wokovu, hanja jenga madhabahu kwa ukamilifu, alafu you go to face the altars. Wanazasiwe. Kuna wanawake walichoma hii madhabahu ya kidunia traditionals, na hao wanawake waliochoma, mmoja, kuna wenye hawakuolewa na wenye waliolewa hawakuweza kupata watoto. Wanasiwe. Kwa sababu madhabahu ya dunia lazima ujenge yale ya Mungu kwa ukamilifu, na ukijenga yale ya Mungu kwa ukamilifu, now you are in it, unaenda kubomoa madhabahu ya Baali. Wanasiwe. Kwa hivyo don't go by your command, wait the command for God. Madhabahu iko na sauti wanga inaongea. Wanasiwe. It's like me, I don't summarize my message. Why? Kwa sababu Mungu aliniambia kwamba I not do it, He will do it to me. Wanasiwe. And you cannot live like me, because me nafuata the command. Wanasiwe. It's not a must to carry my Bible of which I have the message, because I have Jesus. Wanasiwe. I don't summarize any message when you are preaching. Any person preach, I don't summarize, because God commanded me not to do it, and I cannot do it. I have to hear the voice of God and do the will of God. Wanasiwe. But don't do like me. Every person, he has own voice of command. Wanasiwe. Kwa hivyo lazima utumie ile sauti Mungu ameongea na wewe. You cannot be like me, because me, I am different from you. Wanasiwe. My version is different from you. Wanasiwe. Niko na mkono wa kuandika, niko na pesa ya kununua kitabu, lakini I have to do the will. Wanasiwe. Because we don't trust ourselves, Mungu ndio anatuendesha. Wanasiwe. So the message is not in the Bible. My phone has more than 20 Bibles. Yeah, more than 20 Bibles. And more than 20 books for preaching. Yeah. So there is more than 50 books there, including the Bible. In my phone. But I don't depend on them. I depend on God. Kwa hivyo Josephat ako depend on Syrians, ako depend on babake, and depend on God. So you have to follow the voice of God. Na ukifuata sauti ya Mungu, hakuna chochote kitasimama mbele yako. Kwa hiyo magonjwa ambao ilikuwa imeibiwa na Syria, na wale wengine ambao walikuwa ni maadui wa Juda, maandiko yanasema kwamba baada ya Josephat kutengeneza madhabahu, na yale madhabahu ikaanza kunena, Wajuda wakaanza kunena zawadi,
shida tena kwa familia yako, kwa sababu ya kwamba Chuki amekuwa mkamilifu na amejenga madhabahu ambayo imeleta ukamilifu kwa hii familia. Bwana Yesu. Anjalishi babako ni pastor ama mamako, haitaleta tofauti. Which it will bring difference is Jesus. When you be in the process of being together with Jesus all the time, by worshiping and making offering and doing that is honest for God, it will bring to the church to your life, and all ancestral curses will never be able to speak upon your life and upon your family, upon your job, and upon everything you shall do shall prosper. Hallelujah, thank you Jesus. Because siku leo nakwambia kwamba it's not about the money, it's about Jesus. It's the one who brings the change. It's not about the answer or the serious. It's about Jesus. Whoever believes in Jesus, whoever believes in Jesus, whoever gives over the entire Jesus, is not be the same again. All ancestral curses will never be there to speak against your life. Kwa hivyo siku leo maisha yako kama unataka ibadilike, lazima ufanye uamuzi. It's not about your family or your wife or your child. It's about you personally. The time for Abraham to go to sacrifice. Sarah had nothing to say about the issue because he had nothing about the sacrifice. Hata Isaka mwenyewe hakuwa anajua. He had a secret of worship. Maandiko yanasema kwamba he was honest and dependable to God. Na Mungu hakumwaibisha, na Mungu hakutoa mtoto wake. There was nobody. Kwa sababu ukitunganisha na Mungu, lazima baraka zitaachiliwa. Kwa hivyo sadaka ya mtoto, there is a investment. Kuna kondoo iko mbele. Maana sio, don't ask God itakuwaje nikimsacrifice. Mungu anajua hatua yako mbele yako. Never mind what is behind you. Jesus is there to protect you. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nakwambia kuna siku moja nikiwa nakaa kwa Mombasa, niko boda ya Tanzania na Kenya huko Meru Jowakari. Niko hapo ukipita Lungalunga. Mahali pale badala ya kwenda nyumbani, kuna babako mdogo alikuwa anakaa huko pande za Kinondo huko kabla ya kuja kupika huko Msambweni. Na nikiwa na ile homesick, nilikuwa natoka boda tu namtembelea. Na nikiingia pale tulikuwa tunakula poa na mwachia pesa na panda shopping. Kwa hivyo kama ni ile homesick inaishi. Na akaninunulia shamba pande za Malindi ikiwa na mtoto wake ekari 11. Kwa hivyo mtoto wake alikuwa anapata 5.5 acres za miozo. Na katika hiyo hali sikuwa naelewa, nilikuwa naona upendo. Siku moja nikatoka Tanzania kuja kumsalimia kawaida vile nilikuwa nani. Katika hiyo hali ya kuja nyumbani, kaamua kwenda baharini nipike hewa kidogo, kwa sababu mahali ambapo alikuwa amejenga kwenda baharini ilikuwa tu kama just 1 kilometer or less than 1 kilometer, kwa sababu ilikuwa unasikia sauti za maelekeo tu ukiwa nyumbani. Kwa hivyo nilipanda mahali pale, nikaacha mahali wafupi walikuwa na nikaamua kutembea. The surprise for me, nilisikia nikiwa katika pango. Nikiwa nimesimama hapa, deep sea 1 foot. Kutoka pale mwisho mpaka hapa yote ni pango. Kwa hivyo kama nikutokea, siwezi tokea pande hii ni deep sea. Kwa hivyo lazima niende huko. Na katika hii pango kuna mwamba umepasuka size yangu. Na hiyo pango bado inadondesha maji na niko chini yake. Nikasikia sauti inaniambia unafanya nini hapa? Kasikia sauti nyingine inaniambia you are about to die. Jesus. Hapo nikapata ufahamu, karudi tena kwa nyumba, nikachukua mali yangu, karudi Tanzania. Kumbe ilikuwa ni kafara. Bwana Yesu. Baadaye vile yangu alikonjeka throat cancer na akakufa. Tulimzika just 2 years zimepita. Baada ya kumzika
nikafuatilia nijue kama shamba langu lipo ambapo nilikuwa nimenunuliwa na babangu mdogo. Nikapata shamba alipo, alipeana kwa ndugu mwingine wangu ambao ni mtoto wake. Anaweza suri. Kwa hivyo when the deal is good, think twice. Kwa hivyo Syria wanaonesha ushindi wa vita, lakini Syria watakuandamisha mpaka kwa waganga. Wanasikia? Syria watakutoa katika uwepo wa Mungu bila kujua. Wanasikia? Kwa hivyo kuna upendo wa Mungu na upendo wa dunia, ambao upendo wa dunia huleta baraka. Wanasikia? Syria, they could help Gaza, but they brought disaster to Gaza. He was not there to praise God. He was there to praise man. Wanasikia? Kwa hivyo katika siku leo unajua kwamba katika maisha yako unaweza kuwa umesoma, umefanya degree, wewe ni mlengo, haujaoleka, umesoma, hauna kazi. Kuna hatua unafaa uchukue. Maandiko yanasema kwamba Jospati alienda akajenga madhabahu na akatoa sadaka. Wanaweza siwe? Mimi nakwambia kwamba hakuna madhabahu inaweza ongea bila sadaka. Wanaweza siwe? Breaking the ancestral curses. The curses zilikuja. Kuna pombe ilimwagwa, kuna mbuzi ilichinjwa, kuna sadaka ilitolewa. Ndiposa the curses zije ndani yako. Wanaweza siwe? So in every breaking of ancestral curses, you must do the will. It's not a passion, it is a purpose. Wanaweza siwe? So giving offering is not a passion, it's a purpose. Kwa sababu hata maandiko yanasema ibada haiwezi kukamilika bila nini? Bila sadaka. Wanaweza siwe? Kwa hivyo ibada zote za kuleta laana lazima kuwa kuna sadaka ilitolewa. Wanaweza siwe? Na ile sadaka lazima kuwa na sadaka nyingine inatolewa ya kuleta urejesho. Walitolea mizimu. Babake alitolea waganga. Jospati ametolea Mungu. Babake ametolea mganga akavuna kifo. Jospati ametolea Mungu akavuna uzima wa milele. Giving is not loss, it's a profit. Maandiko yanasema kwamba baada ya Jospati kuandaa madhabahu na kutoa sadaka, watu wake hawakuamrishwa walete sadaka, wakaanza kuleta zawadi. Wanaweza sio? Na maandiko yanasema kwamba na akaandaa mahubiri, ikahubiriwa mji wote. Na mahubiri ilipohubiriwa, maadui zake wakaingiwa na uongo, na wakaanza kuleta zawadi za kuunganisha urafiki. Kwa sababu hatuwezi shinda Jospati kama ako na Mungu. Wanaweza sio? Tunaweza shinda babake tuana Mungu, lakini tu ametuunganisha na madhabahu ya Mungu, hatuwezi mshinda vita. Wanaweza sio? Kwa hivyo vita zote za kifamilia ambao ni the ancestral curses, they need a sacrifice. Wanaweza sio? Sitawaambia mnitolee sadaka, I have give you the truth. Kuhani yako wapi? Sio mimi. Hii madhabahu sio yangu. Kuhani ndio huyo. Wanaweza sio? I want you to show the strategy of the healing upon your life. It's not a joke. It's a serious. So, in your life, if you want a change, you must exercise your giving. Saa hii, wenye wamepanda, watangojea mavuno. Lakini wenye hawakupanda, hakuna mavuno. Wanaweza siwe? Kama mimi, nililima na tingatinga, sikupanda. Juu shamba langu lilikuwa limeharibika, nilikuwa nataka kuendeleza, sikupanda. Kwa hivyo mimi hakuna kitu nangojea. Juu sikupanda. Lakini mwenye aliweka kitu kwa mchanga, anangojea nini? Mavuno. Kwa hivyo ukombozi wote, you have to exercise faith by showing God you can do it. Wanaweza sikia? It's not a must. It's for you to volunteer. Wanaweza sikia? Wokovu ni kujitolea. Wanaweza sikia? Shinda ambazo ziko kwa nyumba hautakomboa tu kwa kunena,
lazima uchukue hatua ya kusonga na mbele. Bwana Yesu, kuna kusonga na mbele. Maandiko yanasema kwamba wakapita katika bahari ya Shamu na wakasema kwamba umetuleta hapa tuangamie, ni heri turudi nchi ya Misri. Musa akaulizwa kuna nini? Akasema niko na fimbo kwa mkono. Akaambiwa kupitia hiyo fimbo gusa maji. You have to have something to bring a change. Unaweza sisi. Kwa hivyo maandiko yanasema kwamba ikafikia wakati David ikawa anataka kujengea Mungu madhabahu. Na ikafikia wakati akapata shamba. Na alipopata ile shamba akapewa bure, akapewa kila kitu bure, lakini akamwambia kwamba I cannot build altar where it has not cost me. Kwa sababu nikijenga hii madhabahu kama hiyo shamba ni angelo, hizo baraka zitakuwa diverted, zinaenda kwako, zinaenda kwangu. I need a whole blessing kama Josephat. Wanaweza na David he purposed to purchase the land. Na baraka maandiko yanasema kwamba zilikuwa ndani ya David. Wanaweza mpaka wa leo the generation for David is working. Wanaweza so there is a change in your life. Wanaweza maandiko yanasema kwamba na Ana kila wakati alikuwa anatoa sadaka katika madhabahu. Na katika jinsi ya kutoa sadaka akajaribu bwanake ampea mtoto, hakupata. Akajaribu kuanya ampea mtoto, hakupata. Wanaweza lakini aliposongea katika madhabahu na kumwambia Mungu hainiwe achawi. Kwani akaona mlevi. Ana akamwambia sio mlevi, nimelewa na roho. Na kuhani akamwambia na upate. Bwana Yesu, sauti ya